Alikuwa ni Nixon Kibabage ambaye na yeye anaendelea vizuri sana, amesha improve pakubwa, na leo anarejea tena katika uwanja wa mazoezi. Hadi kufika tarehe 25 26 tutakuwa na update sahihi kuhusiana na Kibabage. Mwingine ni Yusuf Kagoma, naye vile vile alipata changamoto kabla ya mechi yetu dhidi ya Singida, lakini anaendelea vizuri. Mechi dhidi ya Singida angeweza kucheza, lakini madaktari wakasema ili kumpata kwa ukamilifu wa mechi zijazo ni vema mechi hii akapumzika. Kwa hiyo naye vile vile hakucheza mechi ile ili kumpa muda wa kupumzika na kurecover kwa matumizi ya hapo baadaye. Kwa hiyo hiyo ndio hali ya majeruhi ya wachezaji wetu mpaka muda huu. Alassane Kante bado sijapokea taarifa rasmi kutoka kwa viongozi wangu kitu gani kinaendelea. Bado ni mchezaji wetu, tuna mkataba naye. Nini kinaendelea baina yake na Simba Sports Club? Nitakapopata taarifa mpya, pengine tukiwa njiani kuelekea Malawi au kabla ya kuelekea Malawi, nitakuwa na taarifa kuhusiana na Alassane Kante. Kijiti au maiki? Kijiti. Ni kijiti. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari, habari za mchana ndugu wa Tanzania, na tumai tuko salama. Siku ya leo ya Jumatatu tumeitana hapa, japo umekuwa ni mwito wa haraka, lakini tunayo matangazo yetu ambayo tumekusudia kuwatangazia ili kuepusha maswali ya mwandishi mmoja na kuepusha maswali ya wanasimba kuelekea katika matukio yetu makubwa mawili ambayo yako mbele yetu. Tangazo la kwanza ama taarifa ya kwanza ambayo tungependa kushare nanyi ndugu zetu waandishi wa habari, taarifa wafikie wanasimba, ni kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC, ambapo tuko hapa kutangaza ya kwamba mechi zetu za ligi kuu ya NBC tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ndio utakuwa uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa ya awali ilikuwa tutumie uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, lakini rasmi hivi sasa niko hapa kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi zetu zote za ligi kuu kuanzia sasa tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao tuliutumia vema msimu uliopita, na ni uwanja ambao umekuwa chachu ya mafanikio kwa upande wetu wa Simba Sports Club. Ni ngome yetu ya mafanikio ama ngome yetu ya ushindi, na kwa mantiki hiyo basi tukasema msimu huu turejee tena katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo tukiutumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Tuchukue nafasi hii kwa shukuru wamiliki wa uwanja huo, JKT Tanzania, kwa kuturuhusu na kukubali na sisi kuwa sehemu ya wenyeji wa uwanja huo katika michezo yetu ya ligi kuu. Kwa mantiki hiyo basi tutaanza rasmi kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuanzia mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya NBC tukiwa nyumbani, ambapo itakuwa ni raundi ya 4 ya ligi hiyo, na mechi yetu hiyo itakuwa ni dhidi ya Goso Akaya Coastal Union, mchezo ambao utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Kuelekea katika mchezo huo tumewiwa kutangaza viingilio mapema ili kuwapa nafasi watu kuweza kununua tiketi. Kumekuwa na changamoto ya kimaendeleo ya mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi, ambapo kwa sasa ununuaji wa tiketi unanunuliwa ama tiketi zinanunuliwa kupitia mitandao ya simu ya mkononi. Maana ukiwa na simu yako ya mkononi unaingia kwenye system ambayo inasimamiwa na bodi ya ligi, unakwenda unanunua tiketi yako. Kwa mashabiki wa Simba hasa wa nyumbani, hili kwao linakuwa ni zoezi geni, kwa sababu mechi ya kwanza kutumika mfumo huu ilikuwa ni pale visiwani Zanzibar kwenye mechi ya ngao ya jamii. Tunajalia kwamba si mashabiki wengi ambao wa Simba waliweza kupractice mfumo huu. Baada hapo tumecheza mechi 3 za ugenini
ambazo tunaamini ni mashabiki wachache sana kutoka Dar es Salaam ndio ambao wameweza kutumia mfumo huu. Mechi yetu ya tarehe 27 ndio ambapo mashabiki wengi zaidi wa Simba kwa wakati mmoja watakwenda kukutana na mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi za kuingia uwanjani. Ni mfumo mzuri, ni mfumo rahisi, lakini kwa kuwa ni mpya tunahitaji kuendelea kuupigia kelele na kuuzungumzia ili watu waweze kuelewa. Kwa nini ni mfumo rahisi? Huna haja tena ya kutafuta kituo kinachouza tiketi. Huna haja tena ya kwenda kwa wakala anayeuza tiketi. Huna haja ya kufunga safari kutoka Magomeni ukaenda Kariakoo kwa Lampard kwenda kununua tiketi. Huna sababu hiyo tena. Una simu yako mkononi kitandani, hapo hapo unanunua tiketi yako, unakuwa umemaliza. Changamoto kubwa ni kwa wale watu ambao hawana simu janja, hawana smartphone. Mtu ana kiswaswadu chake, anaweza akafanyaje? Kama hauna smartphone, unachoweza kufanya ni kumuomba mtu akununulie tiketi yako hiyo, kwa sababu mtu mmoja ana uwezo wa kununua mpaka tiketi 5. Kwa hiyo kama huna simu kubwa, huna simu janja, huna smartphone, mtafute mtu unayemwamini, mpe kiingilio chako, akununulie tiketi yako, baada ya hapo uweze kuingia uwanjani. Na kama mtu akikununulia, maana yake kwa kuwa wewe huna simu kubwa, kuingia kwako uwanjani ni lazima uambatane naye. Ukifika pale getini, ana scan ile tiketi yake iko valid, unaruhusiwa, unaingia uwanjani. Niwaombe mashabiki wa Simba tusitumie muda mwingi kulalamikia mfumo huu. Kwanza ni teknolojia na dunia inahama kwa kasi kwenda kwenye teknolojia. Siku hizi watu hatupangi tena foleni ya kwenda kulipia luku siku hizi unanunua tu kwenye mtandao wa simu, maisha yanakuwa ni gwede. Siku hizi hatupangi tena foleni kwenda kwa wakala, sijui kulipia kingamuzi, si kufanyaje, unalipia mwenyewe kwenye simu yako ya mkononi. Kwa dunia imeshahama huko kwenye mafoleni na mavitu kama hivyo. Unaweza ukakidhi haja zako mwenyewe kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo badala ya kushambulia na kulalamika, ni vema tukatumia muda huu namna gani ya kujifunza kutumia mfumo huu ili iweze kuwa rahisi kwetu. Kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Ogos Wakaya Coastal Union tarehe 27 ya mwezi wa 8, viingilio katika mchezo wetu huo itakuwa ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 kwa VIPA. Tunafahamu Meja Jenerali Samuyo ni uwanja ambao uko mbali kidogo na maeneo mengine huku ya Dar es Salaam, lakini hatuna budi wanasimba kuupokea uwanja huo, na kumbuka hii ni sehemu salama zaidi kwa Simba Sports Club. Msimu uliopita tumeutumia uwanja ule, hatujapoteza hata mchezo mmoja kwa maana ya kufungwa, ukiachilia mbali sare 2 ambazo tulizipata, moja na Mtibwa na nyingine na kwenye dabi sare bao 2-2. Kwa ni sehemu salama kweli kwa upande wetu, na kwa mantiki hiyo mashabiki wa Simba hatuna budi kuupokea uwanja huu na kujitokeza kwa wingi pale ambapo mnyama anakuwa anacheza. Kwa hayo ndiyo ambayo yanahusiana na ligi kuu ya NBC. Na kikosi kimerejea jana kutoka Singida ambapo tulikuwa na mchezo dhidi ya Singida na tukapata ushindi wa magoli 2-1. Tumerejea jana na hii leo kikosi kimeendelea tena na programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Ukiangalia tarehe ya leo 24 kuelekea kwenye tarehe 27 ni siku 3 tu. Kwa hiyo hakuna muda wa kupumzika. Vijana wamesharejea katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza maandalizi kabambe kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Coastal Union. Tukiachana na taarifa inayohusu ligi kuu ya NBC, tugeukie taarifa ya mechi za kimataifa. Sote tunafahamu ya kwamba mwezi wa 9 mwaka huu
tunaanza rasmi ratiba ya michuano ya kimataifa, na Simba Sports Club tunaianza raundi ya awal kwa kucheza na timu ya Might Wonders ya pale Malawi, na mechi yetu Simba na Might Wonders ya kwanza ya raundi ya kwanza itakuwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na mechi yetu ya marudiano sisi na wao itakuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, mechi ambayo itapigwa Dar es Salaam. Uwanja tutakuja kuwatangazia hapo baadaye. Kikosi chetu kinataraji kuondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026 kuelekea Malawi. Taondoka hapa asubuhi kwenda kuwafuata wapinzani wetu Might Wonders, tapumzika, tafanya mazoezi jioni ya tarehe 4, tafanya mazoezi tarehe 5 na tarehe 6 tutaamkia uwanjani kwenda kupigania mnyama kufuzu kwenda hatua ya kwanza na hatimaye ligi ya mabingwa na hatimaye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Tunakwenda kutarajia tena kwenye michuano ya kimataifa baada ya msimu jana kuwa na anguko baya kweli kweli. Kwa miaka mingi tangu tumeanza kujipambanua kwenye uga wa kimataifa hatujawahi kuishia hatua ya makundi, lakini katika hali ya kushangaza kweli kweli, mwaka jana tumeshindwa kuvuka kutoka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Ilikuwa ni mwaka mzito kwa Simba Sports Club, ulikuwa ni mwaka mgumu kwa Simba Sports Club, na ulikuwa ni mwaka wa fedheha kweli kweli timu kubwa aina ya Simba Sports Club kushindwa kuvuka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Sisi failure yetu ambao tulikuwa tumejiwekea kuwa ndio benchmark ya kufeli ilikuwa ni robo finali, lakini mwaka jana tukashindwa kuvuka hata hatua ya makundi na kufika hatua ya robo finali. Sasa ya mwaka jana yameshapita, yaliyopita si ndwele. Tumekaa chini tukafanya analysis ya kiutawala na ya kiufundi, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata majibu na tukafanya usajili mkubwa ili uweze kuja kutusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao ambao tumewasajili ni wale wachezaji ambao kwanza wana energy lakini wana experience na exposure kubwa ya kuisaidia Simba kwenye michuano ya kimataifa. Imani yetu ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutavuka hatua ya makundi, tutakwenda mpaka robo finali. Lakini bado robo finali sio hatua ya kujivunia kwa Simba Sports Club. Malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyatimiza malengo haya ya kufika hatua ya nusu finali. Na kila tukitazama timu yetu, kila tukiwaangalia wachezaji wetu, unaiona Simba hiyo ambayo inakwenda kutimiza haya malengo na kukata kiu ya mashabiki kwa kufika hatua ya nusu finali. Kikosi kinaondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 kama ambavyo nimesema, lakini kwa kuwa tunakwenda Malawi tumeandaa vile vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka, lakini vile vile tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi. Tumewahi kusafiri kwenda Uganda kwa kutumia usafiri wa basi. Hizi ni rekodi za miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo safari hii tunakwenda kucheza na Might Wonders ambao ni mabingwa Malawi. Tukasema tusiache timu iende peke yao na tusiwaache wachezaji waende peke yao, tuambatane na mashabiki watakao kuwa tayari kwenda kuipambania Simba huko, kwenda kuiteka Malawi na kwenda kufanya balaa kubwa. Sisi tunaamini
huu ukanda wote wa kusini mwa Afrika huu, ukitoa Afrika Kusini, ukanda wote huu, sio Botswana, Malawi, sio Zambia, Zimbabwe, ukanda wote huu Simba Sports Club tuna uwezo wa kufika na kuiteka nchi husika na kuiweka chini ya uangalizi mkali wa mashabiki wa Simba mpaka pale mechi itakapomalizika. Kwa safari hii tunarejea tena Malawi, na safari hii tunataka kuvunja rekodi ya kusafiri na mashabiki wengi kweli kweli kuwahi kutokea. Kwa mantiki hiyo basi tutakuwa na msafara wa mashabiki wa Simba ambao safari yetu itaanza tarehe 3 ya mwezi wa 9 saa 12 jioni, saa 1 kamili jioni. Safari yetu itaanzia hapa Dar es Salaam mdogo mdogo kuelekea Lilongwe, mji mkuu wa Malawi. Tutarejea Dar es Salaam tarehe 6 ya mwezi wa 9, kwa maana baada ya mchezo kumalizika mnyama ashachukua zake ushindi wa kutosha pale Lilongwe Malawi. Hapo mashabiki ambao tumesafiri na basi tunaingia kwenye mabasi yetu, tunarejea Tanzania kwa ajili ya kuja kuendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo utaratibu wa safari ni kama ufuatavyo. Tunataraji kuondoka Dar es Salaam saa 1 kamili usiku siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 9. Safari yetu itaanzia Ubungo kwenye kituo cha mafuta cha Engine mkabala na Ubungo Plaza. Ni sehemu maarufu ambayo tumekuwa tukianzia safari yetu hapa. Kwa wale ambao wamesafiri kwenda Ngorongoro wanakumbuka sehemu ambayo tulianzia safari yetu. Na safari hii ni tofauti kidogo na safari za kikawaida za mashabiki. Hii ni safari ya luxury. Ni safari ya kuenjoy, ni safari ya kufurahia, ni safari ambayo tunakwenda huku tunafurahia safari yenyewe. Ni safari ambayo ndani yake kunakuwa na burudani, kuna entertainment ya kutosha. Ni safari ambayo haturuhusu aina yoyote ya udhia ndani yake. Yani watu wanakuwa comfortable, wanaenjoy mwanzo mpaka mwisho wa safari. Ni adventure. Nikisema neno hilo tutaelewana vizuri. Ni adventure, ni safari ya kwenda kufurahia maisha yetu ya sisi kuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye gari kunakuwa na burudani za hapa na pale. Wakati tunakwenda Malawi kuna mtu mmoja kwenye gari nilokuwa nimepanda, yeye aligeuka kawa DJ. Alikuwa na DJ booth yake, akafungua akaweka hapo, akawa anagonga ngoma mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari. Kwa hiyo na safari hii ile bwana nimemsahau jina lake, lakini kwenye gari yetu namba 2 tulikuwa tunamuita DJ. Kwa hiyo nimkaribishe yeye na timu yake, tuambatane pamoja kuelekea Malawi, aje na muziki wake au funge pale, watu wacheze, waenjoy, wafurahi. Safari itaanzia Dar es Salaam na kituo cha kwanza itakuwa ni Msolwa. Ni kituo maarufu kwa watu ambao wanasafiri kuelekea njia hii ya Morogoro. Watu pale watapumzika kidogo, watapata refreshment, watapata chai pale. Kwa wale watu wa nyama choma watagonga hapo. Baada hapo tunaondoka. Kituo cha pili itakuwa ni Morogoro mjini, Msamvu pale. Mwendo ni ule wa kupumzika. Kama kuna mtu vinywaji vimepungua na kwenda anachukua naongezea, tunaingia tena kwenye safari yetu. Tukitoka hapo ni mdogo tunakatiza Mikumi ile. Kituo chetu cha 3 itakuwa ni Ruaha Mbuyuni. Watu wanasimama tena pale kwa ajili ya kuongeza mipango na kuchukua refreshment. Tukitoka Ruaha Mbuyuni, kituo chetu cha 4 ni Makambako, njia panda pale. Watu wanashuka kidogo pale, wanabadilisha upepo, wanapata upepo wa Makambako. Baada hapo tukitoka hapo ni mwendo yena. Kituo chetu cha mwisho itakuwa ni Mpakani. Lakini kabla ya kufika Mpakani tutaingia Kyela mara moja. Wenzetu mashabiki wa Simba mkoa wa Mbeya, hususan wilaya ya Kyela, kuna matawi ya kutosha pale. Wametuandalia chakula cha mchana, wametuandalia sehemu ya kuoga, wametuandalia sehemu ya kupata refreshment, yani sehemu, kwa sababu tunakuwa tumesafiri usiku kucha.
Kwa hiyo tukifika Kyela pale watu wataingia waoge kwenye hoteli, watakula mwenye perfume, mtu apuliza kidogo perfume yake pale na nini, wale watu wa shadow wale muhimu wakapaka shadow zao na nini, watu wakapendeza, yani wakajiupdate. So mnasafiri mnakuwa muelewani, huyu mwanamke huyu mwanaume, kwa sababu na nini na kuemeshaisha ile nini wanataka nile makeup na kuishaisha. Kwa hiyo tukifika pale Kyela mnapata muda kidogo wa kujiupdate, unapiga makeup yako pale safi na nini. Baada hapo tunaendelea na safari, tunavuka boda, tunaingia Malawi, na baada hapo hakutakuwa na kituo kingine rasmi, ni moja kwa moja kutoka Kyela kuitafuta Lilongwe. Kyela tu Lilongwe ni kilomita chache tu kama 400 fulani hivi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuvuka mapema, maana yake ni kwamba tutaingia Lilongwe mapema zaidi, ili watu wapate muda wa kutafuta sehemu za kufikia, kupumzika na vitu kama hivyo. Sasa basi, nauli ya kuelekea Malawi kwenda na kurudi itakuwa ni shilingi 200,000. Gharama halisi ya kwenda Lilongwe na kurudi ni zaidi ya 2.5 laki 3. Lakini tukasema tuwatoze watu wetu shilingi 200,000 tu, itakaopelea Simba Sports Club tutaongezea kupitia marafiki zetu, kupitia wadhamini mbalimbali ambao watajitokeza kuchangia safari yetu hii. Lengo letu ni kwamba tusiache mtu nyuma. Kwa hiyo kwa shilingi 200,000 pekee utakwenda na kurudi Ngorongoro. Kwa kuwa Mungu wangu, Ngorongoro tena. Utakwenda na kurudi Malawi. Chakula, malazi, kila kitu itakuwa juu yako. Tutakachokifanya Simba Sports Club baada ya kufika kule Malawi, tutakuwa na sehemu ambazo tutawapendekezea watu waweze kufikia. Kwa maana ya kwamba mratibu wa timu Abbas Vasco da Gama atakuwa shafika Lilongwe mapema, ataangalia maeneo mazuri. Tukifika pale yeye atatusaidia kutusuggestia bane, ile pale hoteli ni kiasi kadhaa, ile pale ni kiasi kadhaa, kula unaweza kula sehemu fulani, ili at least mtu ufanye maamuzi kwa kitu ambacho umeshapewa taarifa zake. Kwa hiyo kwenye maeneo hayo msiwe na mashaka, tumeratibu vizuri kweli kweli. Jambo la muhimu na la msingi, tunakwenda nchi ya watu ambayo ni Malawi. Cha kumshukuru Mungu ni kwamba hakuna visa, lakini ni lazima uwe na passport. Kwa hiyo kama unataka kwenda Malawi, sharti la kwanza lazima uwe na passport. Kama hauna ile ya kitabu, basi anza mchakato wa kutafuta ile ya karatasi. Kitu kizuri ni kwamba Malawi unaweza kuingia na passport ya karatasi. Ukianza kufuatilia kuanzia sasa hadi kufika kesho kutwa, utakuwa umeshapata passport yako. Hiyo ni sharti la kwanza. Hatutampokea mtu yoyote ambaye hana passport. Kwa experience ambayo tumewahi kusafiri safari mbalimbali za kwenda nje ya nchi, kuna mtu anapanda gari hana passport, alafu akifika mpakani ndo anaanza kuleta ugaigai, mara kaingilia hapa mara katokea hapa. Kuepusha usumbufu wa aina yoyote ile, hatopanda mtu basi letu kama hana passport. Hakikisha umepata passport yako, na sisi tumeiona passport yako, ndio utaruhusiwa kuingia kwenye gari.